Karibu Zai. Habari zenu. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu huu. Nafikiri mimi sitakuwa na mengi ya kuongea sana, lakini kikubwa namshukuru Ana, nashukuru brand Ana Collection kwa ujumla kwa kunipa nafasi hii tena ya kurenew mkataba, na ni mkataba wa muda mrefu. Sitakuwa na mengi ya kuongea. Naomba tu nimkaribishe meneja wangu mpya Bwana Stanley, kwa hiyo yeye ataongea kwa niaba yangu. Stanley, karibu. Ndugu waandishi, habari ya asubuhi, habari ya mchana. Kwanza nishukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 4. Kwa ni siku ya kipekee kabisa kwa Zai, lakini vile vile tunaenda kushuhudia contract mpya ambayo ataenda kusaini na Ana Collection. Kwa niaba ya management nzima ya Zailisa, tunapenda kushukuru uongozi wa Ana Collection pamoja na APA kwa kuendelea kutuamini na kumwamini Zai kama brand ambassador, ambaye kwa mwaka jana 2024 tumeweza kufanya kazi kwa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ambayo imekuwa ni chachu ya uongozi wa kampuni nzima ya Ana Collection pamoja na APA kuamua kuturudisha tena kama ambassador wao kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa fashion, lakini brandi zingine tofauti ambazo watawiwa au wanawishi kufanya kazi na sisi. Tunakaribisha sana na mlango uko wazi kumtumia Zailisa kama brand manager au brand ambassador katika product zao. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu wanahabari kwa kufika kwa wingi, na umuhimu wenu ni mkubwa sana katika kupeleka uzuri wa nchi yetu pamoja na kutangaza tamaduni asilia katika nchi yetu, vile vile katika bara zima la Afrika. Tutakwenda na kampeni yetu mpya ambayo itakayosema vazi asili harusini. Nipende kuwashukuru sana. Taishia hapo. Asanteni sana. Asante sana Stanley. Tunawashukuru sana na asante sana Zai pamoja na Stanley. Karibuni sana kwenye familia ya Ana Collection. Natumai tutaendelea kufanya kazi vizuri kama tulivyokuwa tunafanya, na hata awamu hii tutaendelea kufanya kazi kwa weledi, kwa ubunifu na kwa kujituma usiku na mchana. Ndizo kazi zetu hizo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika familia hii kwa mara nyingine tena. Labda kwa sasa ningemkaribisha pia Mama Tarik. Mama Tarik, karibu. Asante. Habari za mchana waandishi wazima. Mimi nimefurahi kuwaona, asanteni kwa kuja. Jina langu naitwa Felista Katuma, lakini almaarufu sana nimezoeleka MC Mama Tarik. Na hii imenipa nafasi sana ya kujulikana. Nipo pale UFM, huu ni mwaka wa 9 sasa. Maudhui yangu ni vipindi vya Kiswahili. Sisi Waswahili tunasema bwana hatuna shughuli ndogo. Lakini pia niseme asante sana mwanamke mwenzangu. Unaona mwanamke mwenzio anakuthamini, anakupa nafasi, mwambie asante. Mimi naomba nikupe kongole, asante sana. Heshima uliotupa ni kubwa sana. Nawaambia tu nimeichagua AFA kwa sababu kazi zangu zote kuanzia utangazaji, lakini pia OMC nahitaji kuvaa kupendeza. Sasa hivi bwana, ukitaka kuposti unatakiwa upendeze. Lakini pia sauti kupendeza una confidence. Na confidence yako inakuja ukivalishwa na chuo kikubwa sasa hivi kinaitwa AFA. Nadhani kama mliniona juzi kwenye Kitchen Party Gala, wangapi waliniona? Mlikuwa mnaifuatilia tamasha la Kitchen Party Gala? Nguo yangu ya kwanza nilivalishwa na wabunifu wachanga kutoka Ana Collection. Kwa hiyo imenipa nafasi mimi sasa kusema hapana. Naomba jamani endeleeni kunivisha, nivae nipendeze. Ana akasema tulia Mama Tarik bwana. Sisi tunakupa ubalozi. Ubalozi unavaa unapendeza, lakini pia mwisho wa mwezi unaingiza pesa. Hebu semeni pesa.
unavaa unapendeza, lakini mwisho wa mwezi una uhakika kwamba AFA wanakuingizia mzigo. Nawaambia tu wanawake wenzangu kutoka Uswahilini, wale wa hai wazungu, jamani njoni sasa mvalishwe na madesigner wachipukizi. Na sio Tanzania tu, kuna wanafunzi paka kutoka Angola, Kongo DRC. Ni kwamba ni chuo ambacho kinatambulika. Ni miaka 2 sasa tunatamba, tunavimba kwa sababu AFA imeleta wabunifu, mabinti wadogo kabisa, lakini pia kuna vijana machachari. Ukiwaona unasema ewa, Tanzania sasa tumeongeza wabunifu. Unaweza ukaniuliza kwa nini sasa Mama Tariki ulikuwa siku zote haupo AFA? Subra. Hebu semeni subra. Semeni subra. Ukiwa na subra kila kitu kinakuja. Huu ni muda wangu sasa wa kutamba. Wa kutamba na AFA. Ni muda wangu sasa wa kuvalishwa na AFA, chuo chenye ubobezi. Wakina mama, mna vijana, mna mabinti mnataka wajifunze, msiende vichochoroni, njooni hapa AFA Academic. Kama watu wametoka Angola, watu wametoka Kongo huko, wewe uko Dar es Salaam hii, wasubiri nini? Lakini chengine ambacho hamkijui, Mswahili siku zote anataka kusifiwa, avae atambe, aonekane. Kuanzia sasa mkiniona pale EFM nina koti zuri, basi mjue AFA amenivalisha. Lakini kuanzia sasa hivi mkiniona kwenye kazi zangu za UMC, msiseme nimevalishwa na fundi Juma. Ni AFA ndio amenivalisha. Kwanza na waamini wabunifu, lakini pia wana ile chachu ya kunifanya nitamani wao wanivalishe. Nasemaje, habari ya mjini sasa hivi bwana ni AFA. Mimi natamba, navimba, ninaye mtu akunivalisha. Nasema asante bwana. Umenipeleka mjini. Uongo. Nasema uongo. Mbona mna wivu? Uongo. Sasa hivi sitakuwa na ile mission ya kugeuka huko. Nitakuwa na baloza. Yaani nitabaloza Waswahili. Nisubiri pale raha za Uswahilini saa 8 mchana, 6 mpaka 8 mchana pale nitakuwa natamba kwenye kipindi changu. Basi haka nina kigauni, nina kikoti, jamani AFA. Asante mwanamke mzangu. Lakini mwisho wa mwezi nakumbusha nina hela. Kuna mshahara wa Majizo, alafu kuna mshahara wa Ana Collection. Uongo udu. Tuko mjini. Tuko mjini. Asanteni kwa kuja. Asante sana Mama Tariki, na tunakukaribisha kwenye familia ya AFA, na AFA wanakupenda. Nadhani umekuwa ukiwaona wale wabunifu wanafunzi kama ulivyosema. Wengi wao ni Watanzania kutoka mikoa mbalimbali ambao wako pale, na wengi wao, wengine wametoka Kongo, wametoka Angola, wametoka South Sudani, wametoka Kenya, wametoka Uganda. Kwa unaona ni chuo ambacho kwa Afrika sasa hivi ndicho chuo bora kabisa cha ubunifu wa mitindo kwa Afrika Mashariki. Kwa tunakushukuru sana na karibu katika familia hii. Na jisikie sasa, piga kazi kama ulivyosema. Mimi bwana nitakuangalia sana. Maokoto nitakupa, lakini nione kazi. Na kutoa hofu bwana, mimi ni Swahili. Ukisikia EFM Waswahili, sisi Waswahili kweli kweli. Tukiamua jambo tunalibeba. Sawa. Tunalibeba kweli kweli. Sawa. Unatujua. Hatuna shughuli ndogo. Naamini katika hiyo. Basi asante sana na karibu sana katika familia yetu ya AFA. Lakini pia na pengine ningekaribisha mwanasheria wetu aweze kuongea chochote, and then najua mnasubiria kipindi cha maswali, sio? Samahani mheshimiwa, samahani. Ndio. Samahani sana. Ndio. Asingilu taratibu wenu, lakini Zailisa alisema yeye ndo anazungumza na waandishi wa habari. Lakini so far yeye ameongea dakika, haijalishi nini anaongea, lakini yeye ndo alisema anazungumza na waandishi wa habari. Ila so far hata meneja yake ameongea dakika nyingi kuliko yeye. Tuko tunatamani tumsikie Zailisa, alafu kabla tuendelee kwa watu wengine nafasi tusikie anaongea nini na waandishi wa habari kuhusiana na ujumbe kama ni ana collection, atueleze vizuri, atupe hata ni faida gani toka amekuwa mwana familia na collection amezipata. Yaani tunatamani kumsikia Zailisa pia, tuendelee na watu wengine kwa sababu kuna Watanzania hapa wanatazama na ishi iko live, wanauliza maswali, mbona Zailisa haongei? Na Zailisa akashasema sina mengi ya kuongea. Mimi nafikiri nitasubiri wakati wa maswali na majibu, na hiyo ndio maana ya kuwa na manager. Na ndio maana niko hapa na manager, yeye ameongea kwa niaba yangu. Kwa hiyo sidhani kama ninapaswa kuongea vitu vingi. Tulichoaitia kimeonekana kwamba ni ana collection, ni AFA, na nimewaambia ni kurenew mkataba mpya wa muda mrefu. Nafikiri hiyo inatosha. Nitasubiri maswali, nitakayotakiwa kujibu nitajibu. Video nadhani sawa hapo.
Sawa. Basi karibu. Ndugu waandishi na umma wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi endelee. Napenda kutoa pongezi nyingi sana kwa Ana Collection akishirikiana na AFA pamoja na mjia wa mkataba Zeilisa, wani wameonyesha hatua nzuri na wametangaza rasmi kwamba wanaenda kuitendea haki methali isemayo mcheza kwao utunzwa. Hivyo basi umma wa Tanzania ujiandae kumtunza Zeilisa kupitia Ana Collection na AFA kama balozi wa Ana Collection katika mitindo, ubunifu, mavazi na kutangaza tamaduni za nchi yetu. Kama unajua nchi yetu ina makabila yasiyopungua 120, lakini yanaunganishwa kwa lugha mama ya Kiswahili. Hivyo basi ni wazi kila mkoa utawakilishwa, kila kabila litaguswa, kila tamaduni itaguswa, na watu wapenda kujifunza, hasa kizazi cha leo kitajifunza mengi kuhusu makabila na tamaduni zao, na mwisho taifa litapenda kutangazwa na litasikika duniani.